Na mtazamaji, licha ya kila lita ya mafuta kuingia nchini kwa bei ya takriban shilingi 100, kila Mkenya sasa analipa shilingi 214 kwa kila lita ya petroli, shilingi 232 kwa kila lita ya dizeli na shilingi 191 kwa kila lita ya mafuta ya taa humu nchini. Je, kulikoni? Mbona Mkenya analipa zaidi ya mara mbili kwa kila lita ya mafuta nchini, na ni nani ukubebeshwa msalaba? Mwanahabari wetu David Mudhoka anauliza katika taarifa ifuatayo. Kwa siku mbili mgomo umekuwepo kuhusu bei ghali ya mafuta nchini. Katika juhudi za kupunguza joto ambalo limekuwa likipanda, serikali leo imeshawishi sekta ya matatu kuahirisha mgomo huo kwa wiki moja ili kupata fursa ya kusaka mwafaka wa sintofahamu ambayo imekuwa ikitokota. Hata hivyo, joto lingalipo na matatu nyingi zingali zimelala. Kuanzia wiki ijayo, kama hawataelewana, tunataka bei ipungue chini, angalau hata sisi tuweze kupata kitu na mwenyewe aweze kupata kitu, kwa sababu tukiendelea hivi hatutapata kitu na mwenyewe hawatalipa hata roni. Sababu kuu ni kuwa hawana imani ya bei ya mafuta kushuka kwa kiasi kinachoweza kushusha gharama iliyoko juu ya maisha. Hii ni licha ya mafuta kuingia nchini kwa gharama ya rusha bei, ilhali mafuta yanaingia nchini kwa bei ya takriban shilingi 100 kwa kila lita yanavyouzwa katika kila kituo. Ni kitu cha kutamausha moyo. Nchini Nairobi, lita moja ya petroli inauzwa shilingi 214, lita moja ya dizeli inauzwa shilingi 232, huku lita moja ya mafuta ya taa ikiuzwa shilingi 191. Kwa kila lita moja ya petroli inayouzwa nchini, wananchi hulipa zaidi ya gharama ya mafuta yenyewe. Sehemu kubwa ya bei hiyo hujumuisha kodi na ushuru mbalimbali wa serikali. Miongoni mwa ushuru mkubwa zaidi ni ushuru wa matengenezo ya barabara almaarufu Road Maintenance Levy, ambao kwa sasa ni takriban shilingi 25 kwa kila lita. Kodi ya VAT hutumia kati ya shilingi 24 hadi 26, huku ushuru wa bidhaa almaarufu excise duty ukichukua karibu shilingi 22 kwa kila lita. Pia kuna ushuru wa maendeleo ya mafuta wa shilingi 5 na senti 40, ushuru wa maendeleo ya reli wa kati ya shilingi 4 hadi 5, pamoja na gharama ya uagizaji mafuta nchini inayokadiriwa kuwa kati ya shilingi 2 hadi 3 kwa kila lita. Madereva pia hulipa ushuru wa udhibiti wa sekta ya mafuta, ushuru wa kudhibiti udanganyifu wa mafuta, pamoja na ushuru wa usafirishaji wa majini. Kwa jumla, kodi na ushuru mbalimbali hutumia kati ya shilingi 73 hadi 78 kwa kila lita moja ya petroli nchini Kenya. Sasa mnaambiwa we consult for 1 week. Serikali wakati walipandisha, nyinyi walimconsult kama watu wa transport, waliconsult wa Kenya. So hakuna haja kutuambia kitu kama hiyo. Semeni vile mmefanywa huko ndio mkakuja hapa kutuambia ate in the next 1 week. Mimi sina furaha kama driver, sina furaha kidogo. Sasa President Ruto, mimi kila ambacho ninataka kumuelezea, na mimi ninakuheshimu, na mimi kura yangu ninajua ya kwamba iliingia kwa box yako. Kila ambacho ninataka kukuelezea ni jambo moja: uangalie maisha ya Wakenya, alafu ujihisi kama mwanadamu vile ambapo mwanadamu anafanyiwa. Ukifanyiwa hivyo kweli itakuwa vizuri. Hali hii sasa inazua maswali mapya, hasa ikizingatiwa kuwa Rais William Ruto aliwahi kuhoji wingi wa ushuru unawekwa kwa mafuta alipokabiliwa na swali kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta nchini. The first thing that we need to do is to look at the taxes, because 50% almost of the cost of fuel in Kenya is taxes. Na licha ya makubaliano hayo ya muda, maswali yanazidi kuibuka iwapo serikali hatimaye itasalimu amri na kushusha bei ya mafuta ambayo imeathiri gharama ya maisha nchini. David Mudhoka, NTV,
Nairobi. Asante sana Mudhoka kwa taarifa hiyo.